mstari wa kwanza tulisema kabisa ya kwamba mwandishi huyu ambaye ni Paulo anawaandikia Wakristo wa Kiyahudi akiwatambulisha ama akimtambulisha Yesu kama kuhani mkuu, na anawatambulisha hivyo wajue ya kwamba tunaye kuhani mkuu ambaye ni zaidi ya kuhani Haruni, na anawajaribu kuwaonyesha ya kwamba Yesu amefanyika kuhani kwa sababu alipofufuka alitupa kila mtu access, uwezekano wa kuingia patakatifu pa patakatifu, ambapo hatuhitaji tena kuhani mwingine. Kwa hiyo tunaweza tukaomba, tunaweza Mungu akatusikia, kwa kuwa sisi tumefanyika kuwa makuhani tayari. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Yesu yeye ndiye kuhani mkuu. Kwa hiyo hatuhitaji kuhani mwingine ambaye ataingia mara moja kwa mwaka, kwa sababu Yesu tayari ni kuhani mkuu. Kwa hiyo anapoanza kuwafundisha namna hiyo, anapofika kwenye mstari wa 11 tulisema anaanza kuonyesha wasiwasi wake. Anajaribu kusema kwamba kuna mambo mengi ambayo nilitamani niyazungumze, lakini kwa sababu ninyi ni wavivu wa kusikia, ninapata shida kuyasema. Na anaendelea nasema kabisa, na mlipaswa mwe waalimu wa watu wengine. Lakini mpaka leo hii mnatumia mafundisho, mnahitaji waalimu kuwafundisha, mnapendelea chakula, mnapendelea maziwa, hamuhitaji chakula kigumu. Kwa hiyo unaona alikuwa na mengi ya kuyasema, labda angesema mengi na tungeyasoma mengi, lakini kwa sababu ya uvivu wao wa kusikia, ilibidi azungumze hayo machache tu waelewe. Mungu wetu asiwe sana. Unajua, kulingana na kiwango cha mtu cha ufahamu, kuna vitu huwezi kuzungumza naye, kwa sababu ukizungumza naye ukimweleza vitamharibu. Sio kama unanielewa sawa sawa? Kwa hiyo unamwangalia, unaona kwa ufahamu wake huyu, napomzungumzia ile habari nimwelezee mwisho hapa, huku asikujue kabisa, kwa sababu una hakika kabisa akipajua kulingana na ufahamu alionao, mchanga alionao, mtoto alionao, anaweza akaharibikiwa. Na vivyo hivyo Paulo naye akawaambia, nina mengi ya kuambia, lakini kwa sababu ya uchanga wenu, lakini siwezi kuyasema. Maana anasema kila mtu atumiaye maziwa hajui neno la haki, kwa maana ni mtoto mchanga. Ni Wakristo hawakumbuka, wamekaa kanisani, na niwaambia wakati tunajifunza kwenye somo hili, inawezekana wakawa na miaka zaidi ya 30 kanisani. Kwa hiyo anapoandikia sio watu ambao wameokoka jana, wana miaka kidogo ya kutosha, lakini bado unashangaa waita nini? Wachanga. Anasema watoto wachanga. Na tulikuja tukakubaliana mimi na wewe, kwa wale ambao tulikuwa kwenye somo hili, tukakubaliana kwamba miaka mingi ya kuwepo kanisani haitoi tafsiri halisi ya ukomavu wa kiroho. Tunakumbuka hivi. Unaweza kukaa miaka mingi kanisani 20, 30, 40, 60, lakini hili haituonyeshi kwamba umekuwa. Ndio maana hao jamaa wana miaka 30 lakini bado anawaita wachanga kiroho. Lakini pia tukakubaliana kwamba nafasi fulani ulionayo kanisani na yenyewe haituonyeshi kwamba wewe umekomaa kiroho. Wewe ni mchungaji, wewe ni mzee wa kanisa, wewe ni shemasi, wewe ni kiongozi wa idara, sio ni nini, nafasi yoyote ulionayo, hiyo haitufanyi tuone kwamba wewe umekuwa kiroho. Ili tujue kiroho, tukubaliana lazima tuyaone matunda yanayotokana na wewe. Mungu wetu asiwe sana. Lazima tuone unazaa matunda, tuone upendo ndani yako, lazima tuone uaminifu ndani yako, lazima tuone upole ndani yako, utu wema, lazima tuone fadhili, lazima tuone. Hivyo vitu ndivyo vinatafsiri kwamba wewe umekomaa na umekuwa kiroho. Mungu wetu asiwe sana. Bwana wetu Yesu Kristo asiwe sana. Kwa hiyo unaweza ukawa una miaka ya kutosha kanisani, lakini usikuwe kiroho. Na Paulo anajaribu kuwagusia watoto wachanga. Lakini pia tuliangalia kwa nini tunahitaji kukua kiroho. Tulijifunza na hiyo. Naweza nisigusie hapo, lakini kuonyesha moja ya faida ya kukua kiroho ni kwamba unapata neema ya kurithi
kwa sababu watoto wachanga hawawezi, japokuwa ni wamiliki, lakini hawawezi kuvirithi. Anahitaji awepo kwanza manager, msimamizi wa yule mtoto mchanga mpaka akomae. Mungu wetu asiwe sana. Kwa hiyo kuna wakati mwingine tunanyimwa baraka zetu, si kwa sababu Mungu hataki kutubariki, ila ni kwa sababu ya uchanga tulionao. Tunaelewana sawa sawa? Kwa sababu bado ni watoto kiroho, kwa hiyo hatupokei vitu vya ulimwengu wa roho. Ili tuvipokee vitu vya kiroho, ni lazima na ukuaji wetu uongezeke. Mungu wetu asiwe sana. Na kuna wakati Mungu anatunyima baadhi ya majibu tunayoyaomba, si kwa sababu hatupendi ama hataki kutupa. Anatunyima kwa sababu akitupatia anajua tutaharibikiwa, kwa sababu bado ni wachanga kiroho. Kwa hiyo inabidi asubiri kwanza mpaka tukomae, tumwelewe anapotenda kazi, tuelewe anafanyaje, ndipo atupatie. Mungu wetu asiwe sana. Sio kama naongea na watu sawa sawa. Na nilikupa mifano mingi ya kina mwana mpotevu ambao waling'ang'ania kupokea vitu kabla ya wakati. Na unaona kilichotokea nini? Wakavipoteza, wakaharibika kwenye washarati, wakaharibika kwenye dhambi. Kwa hiyo ni vizuri kukua kiroho ili uweze kupokea ama kurithi baraka yako kutoka kwa Bwana. Jamani, amina. Na nikakwambia umuhimu wa pili, ili ufahamu wako kuhusu Mungu uongezeke, ili umjue Mungu zaidi. Kwa sababu unapokuwa kiroho, inaonyesha kabisa hata uwezo wako wa kumjua Mungu unaongezeka. Unaanza kufahamu kiwango chako cha ukuaji kina tafsiri kiwango chako cha kumjua Mungu. Unanielewa sawa sawa? Kwa hiyo kama bado ni infant, ni mchanga kiroho, maana bado Mungu hajafahamiki kwako, hajajifunua kwenye maisha yako, hajaonekana kwenye maisha yako. Kwa hiyo inahitaji ukomavu wa kiroho. Na nikakwambia jambo lingine ya kwamba ili uimarike na kuongezeka nguvu rohoni, ni lazima ukomae kiroho. Lazima ukue kiroho ili uwe na nguvu. Mtoto mchanga unafahamu mwenyewe, ni mchanga, unaweza kumuona mkono wenyewe unaona, shingo lenyewe unaliona, baada hajakomaa ni katoto. Kwa hiyo ili akue anahitaji nini? Maziwa, afike mahali maziwa ache, aanze kupiga nini? Msosi. Si ndio? Afike mahali apige msosi, apige makande na vitu na vitu kama hivyo, anaanza kugain ile energy, strength ndani yake. Kwa hiyo ili uwe na nguvu rohoni, ukabiliane na vitu vya kiroho kwenye ulimwengu wa roho, ni lazima uwe na nguvu, lazima ukomae kiroho. Sio kama naongea na watu sawa sawa. Pale anaposema kwamba vita vyetu si juu ya damu na nyama, ni juu ya wafalme, wakuu wa giza hili, majeshi ya pepo wabaya. Hiyo vita hiyo ni wale waliokuwa na nguvu rohoni ndio wanaweza kukabiliana nayo. Wale wadhaifu kiroho, wale mweleka kila wakati, wanapigwa mweleka kila wakati. Sio kama naongea na watu sawa sawa. Yaani asubuhi tu, jaribu likija, shida ikija, amegongwa. Kwa nini? Energy hamna. Ukizimia siku ya tatu, nguvu zako ni ngapi? Ni tatu. Ni chache, si ndio? Manake wakati wa tatu ukianguka brother, una nguvu. Zaidi uwe na nguvu, endelea kukua kiroho. Haleluya. Endelea kukua kiroho. Ni maombi yangu Mungu akusaidie uendelee kukua kiroho katika jina la Yesu. Jambo la pili nitakwambia, ukikomavu wa kiroho unakupa uwezo wa kushinda majaribu na dhambi. Unapata uwezo wa kushinda dhambi, majaribu na dhambi. Komavu wa kiroho. Watu wengi sana wananaswa kwenye dhambi kwa sababu ya uchanga wa utoto walionao, wanashindwa kabisa kukabiliana na dhambi na majaribu na mateso. Hivi unafahamu kwa nini Ayubu aliweza kushinda yale majaribu? Ukomavu wa kiroho. Sio kama nielewa sawa. Jamaa ukimwangalia kwenye conversation yake na kwenye kitabu chake cha Ayubu, utaona aliyopitia majaribu mazito. Paka mke wake anamwambia kufuru baba, acha huyo Mungu, maana amekuaibisha. Mama amemaliza kuzungumza, hajakaa siku 3 siku 4, vinakuja vijamaa vitatu. Na wenyewe vina maelezo yale ya kuvunja moyo. Umetenda dhambi brother. Wewe tu tukubali makosa brother. Wanamwambia hivyo nani? Ayubu. Yaani wanamsimanga majaribu chungu mzima mpaka mwishoni anainuka kijana mmoja mdogo, mwenye umri mdogo, anayemjua Mungu sawa sawa, ndio anaenda kuwarekebisha wale watatu.
Mpaka baadaye ndio Ayubu sasa anajua kabisa mtetezi wangu yu hai, naye atatenda. Wewe unafikiri kiwango cha kufika cha mtetezi wangu yu hai kinatokea ghafla? Hatutaki ghafla, usinifikiri iko ni ukomavu. Mwingine anasikia tu mtetezi wangu yu hai kwenye maandiko, yeye kwenye maisha yake hajaonekana kuwa hai mtetezi. Ndio maana anaacha kanisa, anaacha ibada, anachukia watumishi wa Mungu, anawachukia wengine. Kwa sababu kama anatoa sadaka, anaomba, lakini haoni kama majaribu yanaisha. Naongea na watu sawa sawa. Kwa hiyo utashinda majaribu ukiwa na nguvu wako. Utashinda shida ukiwa na nguvu wako. Na hiyo inahitaji ukue kiroho. Naongea na watu sawa sawa. Na huwezi kukua kiroho ukipenda maziwa kila wakati. Ukipenda soft sausage. Ukipenda kababu. Hapana, lazima kuna wakati tukulishe njugu. Kama unaelewa sawa sawa. Lazima kuna wakati tukulishe mihogo. Yaani tukulishe ambayo haina nazi. Ile mihogo ni michungu. Maula Mungu mchungu wewe. Chungu wewe jamaa ameniuzia. Ameniibia huyu, ameniuzia Mungu mbaya kweli. Ndio tukulishe hiyo. Unakula injili ambayo chungu kitoko. Unisaidie mimi. Hiyo ndio inakukomaza. Naongea na watu sawa sawa. Hiyo ndio inakufanya ukue kiroho. Sema amina katika jina la Yesu. Tutakutia moyo, lakini mwisho wa siku tukifika tunakugongelea siku moja. Gongelea kidogo ili ukae sawa sawa. Haleluya. Jambo la tano nikwambia, ukomavu wa kiroho faida yake unakupa utambuzi rohoni. Unakuwa na uwezo wa kiroho kujua shetani anafanya kazi, kujua nguvu za giza zinafanya kazi, kujua kabisa hii ni miungu ya giza. Hapa nilipo, hii sio hali ya kawaida, huu ni shetani. Na hapa sitakiwi tu kutulia. Unatakiwa niingie rohoni, nianze kushindana rohoni. Ukomavu wa kiroho ndio anafahamu hayo mambo. Lakini yule ambaye sio mkomavu, kila kitu anaona ni cha kawaida tu. Na anachukulia vitu vyote simple. Tunaelewana sawa sawa? Tunaelewana sawa sawa? Anachukulia vitu vyote ni kawaida tu, ndio maisha. Hakuna maisha, vitu vinaanzia rohoni kabla hujatokea mwilini. Lazima uanze kushughulikia rohoni kwanza. Alafu ndio unakuja kwenye mwili. Tunaelewana sawa sawa? Tunaelewana sawa sawa? Shida ya kiuchumi imetokea, biashara ziendi, bali anzia rohoni kwanza, wafundi wako. Wenzao wa mtaa kule wa nje kule wanaanzia rohoni. Wewe usifanye na mikakati yako ya hapa rohoni unasahau. Huwezi kutoboa. Naongea na watu kwa hiyo tulijifunza hayo yote na tuliangalia hayo. Kwa dakika zaidi ya 10 nikupe sifa za mtoto mchanga. Unamjua